Bila shaka kama kile walichoonyesha leo hii wekundu wa Msimbazi Simba katika mechi yao ya hatua 32 ya kombe la shirikisho la benki ya CRDB dhidi ya timu inayoshiriki championship ya TMA na kushinda kwa mabao 3-0 kilikuwa ni sehemu ya kile ambacho walipaswa kukionyesha katika mechi ya ligi kuu Tanzania bara raundi ya 22 kwao, raundi ya 23 kwa wananchi Yanga katika mechi ya watani wa jadi iliyoahirishwa. Basi bila shaka wanayo mambo ya kuyafanya kutokana na kile walichokionyesha. Nayo ni jambo moja tu, ukatili mbele ya lango la wapinzani. Ndio, ingawa Simba wameibuka na ushindi mnono wa mabao 3-0 dhidi ya TMA, ushindi uliotarajiwa kutokana na ubora wa wekundu wa Msimbazi Simba, ubora wa mchezaji mmoja, lakini na kile wanachokionyesha katika ligi kuu Tanzania bara na wanachokionyesha katika kombe la shirikisho la CAF barani Afrika. Simba leo hii walifanya mabadiliko makubwa kwenye kikosi chao, lakini wakamiliki sana mpira, ingawa kwenye umaliziaji kidogo kulionekana kuna kasoro licha ya kushinda kwa mabao 3-0, kiasi ya kwamba kama unataka kulinganisha na dozi ambayo pengine walikuwa wacheze dhidi ya Yanga Jumamosi katika mechi iliyoahirishwa, basi bila shaka unaweza kusema kile walichokionyesha labda ni 25% au robo tu ya kile walichokuwa wamejipanga kucheza dhidi ya Yanga. Lakini kabla ya kuendelea, ndugu mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level, sisi tunapewa nguvu kubwa na mabasi ya Jada Luxury Coach. Haya ni mabasi yanayotoa huduma kati ya jiji la Dar es Salaam, Moshi mpaka Arusha, lakini pia kutoka Arusha, Moshi mpaka Dar es Salaam. Safari zake huanzia Mbande, lakini kuna vituo pia Shekilango. Lakini ukitaka usafiri wa uhakika, usafiri ambao utakufanya ufike ukiwa hauna uchovu, ni raha mustarehe, basi ni haya Jada Luxury Coach. Lakini miongoni mwa vitu vizuri ndani ya mabasi ya Jada Luxury Coach kuna matangazo mubashara ya Azam Media. Kwa lugha nyingine, kukiwa na ligi kuu Tanzania bara, matangazo mubashara, basi unapata fursa ya kushuhudia mechi zote za ligi kuu Tanzania bara. Lakini kubwa lingine ni kwamba Jada Luxury Coach wanatoa huduma ya usafiri wa mizigo na vifurushi. Wasiliana nao kupitia nambari za simu unaziona hapo ili kufanya booking kwa ajili ya safari yako na maelezo mengine juu ya namna ambavyo unaweza kusafirisha mizigo yako na vifurushi kwa usalama, uhakika na kwa wakati kupitia mabasi ya Jada Luxury Coach. Kwa sababu kwa kile walichokionyesha leo hii ilikuwa ni dozi bila shaka sahihi kwa TMA, lakini lau kama wangefanya hivi dhidi ya watani zao wa jadi Yanga, hasa katika kumalizia nafasi za mwisho, pengine ingewagharimu, kwa sababu Simba leo hii licha ya kupata ushindi wa mabao 3-0 walitengeneza nafasi kadhaa ambazo hata hivyo ama hawakuzitumia vizuri ama hawakufanya hata majaribio ya kufunga. Ni Simba ambayo chini ya kocha Fadlu Davids ilifanya mabadiliko takriban wachezaji 8 waliozoeleka kuanza katika kikosi chake cha kwanza. Ndio, golini alikuwepo Ali Salim Katoro ambaye huwa haanzi mara kwa mara katika kikosi cha kwanza katika ligi kuu Tanzania bara. Katoro amecheza mechi moja tu kati ya 21, kuashiria kwamba yeye huwa hachezi mara kwa mara. Kapombe alikuwepo kikosini miongoni mwa wale wanaoanza mara kwa mara, lakini beki tatu huanza Mohamed Hussein Shabalala. Leo hii alianza Valentine Nauma na ndiye aliyefunga bao la kwanza kati ya mabao 3. Katikati alikuwepo Abdulrazak Hamza, yeye hucheza mara kwa mara katika kikosi cha kwanza. Alikuwa na Shamu Karabu ambaye yeye huwa hachezi mara kwa mara kwa sababu eneo hilo mara kwa mara hucheza Abdulrazak Hamza pamoja na Shemalon Fondo. Katika viungo wa ukabaji wawili leo hii hawakuanza Yusuf Kagoma wala Fabrice Luamba Ngoma. Badala yake walianza Agustino Kejefa, Deborah Fernandez Mavambo ndio walioanza, ingawa katika kipindi cha pili alikuja kuingia Yusuf Kagoma. Lakini katika viungo watatu washambuliaji kwenye mfumo baada ya golikipa ni 4-2-3-1 hakuwepo leo hii Elimpazu Kibisawala kwenye kikosi cha kwanza, hakuwepo leo hii Kibu Dennis Prosper. Badala yake walioanza walikuwa ni Ladak Chasambi pamoja na Joshua Budo Mutale. Pale anapocheza Jasha Ahua, leo hii hakuwepo Jasha Ahua, alicheza Awesu. Lakini kwenye mshambuliaji kinara Lionel Ateba Mbida alikuwepo, na hivyo kufanya idadi ya wachezaji watatu wanaoanza mara kwa mara kikosini ambao ni Kapombe, Abdulrazak Hamza na Lionel Ateba Mbida. Wachezaji 8 sio wanaoanza mara kwa mara. Hilo halikuwafanya Simba wasiendeleze falsafa yao ya kuwa dominant, wakimiliki zaidi mpira, kwa sababu wakafunga bao la kwanza kutokana na umiliki wao zaidi mpira muda mwingi wa mchezo wakiwa katika eneo la TMA, timu kutoka Arusha inayoshiriki championship. Ni kwamba katika dakika ya 16 Simba walifunga bao la utangulizi lililofungwa na Valentine Nauma,
ikiwa ni mpira wa free kick aliupiga moja kwa moja ukienda wavuni. Lakini katika dakika ya 19 Simba kaongeza bao lingine. Hili sasa lilifungwa na Sixtus Sabilo. Ni la kujifunga wakati akifanya jitihada za kuokoa mpira wa kona. Bao la tatu la Simba likuja kufungwa katika dakika ya 76 kwa kichwa na Lionel Ateba Mbida akitumia vyema mpira mzuri wa cross uliotokana na open play, kucheza kwao kwa ushirikiano katika sehemu mojawapo ya namna ambavyo Simba walikuwa kimiliki mpira kwa kiasi kubwa katika mechi hii. Mpaka mapumziko, ishara juu ya namna ambavyo Simba walitawala sana mechi hii ni kwamba walikuwa wanamiliki mpira kwa asilimia 74 kulinganisha na asilimia 26 za wageni TMA kwenye mechi ambayo ilichezwa kwenye uwanja wa KMC Complex Mwenge jijini Dar es Salaam. Lakini ni mpaka mapumziko tayari Simba walikuwa wameshapiga mashuti manne, kati ya hayo mawili yamelenga lango dhidi ya mashuti mawili tu ya TMA, moja likilenga lango. Lakini ni mpaka mapumziko Simba tayari walikuwa wameshafunga mabao haya mawili dhidi ya 0 ya TMA. Hata kona mpaka mapumziko Simba walikuwa tayari wameshapiga kona 8 dhidi ya 1 ya TMA, kuonyesha namna gani walikuwa dominant, wakimiliki zaidi mchezo. Lakini umiliki wao mpira wa asilimia 74 bado wakajikuta Simba wakipiga mashuti manne tu katika dakika 45 za kwanza, ikiashiria eneo hasi ambalo bila shaka kocha Fadu Davids na benchi lake la ufundi wanapaswa kufanyia kazi, kwa sababu kumiliki mpira kwa kiasi kikubwa hivi alafu kupiga mashuti manne tu hakika hakiakisi juu ya kile kilichokuwa kionekana uwanjani. Lakini katika kipindi cha pili, baada ya makocha wa timu zote mbili kufanya mazungumzo na wachezaji wao kwenye chumba cha kuvalia, Simba katika kipindi cha pili walichobadilisha ni pamoja na kufanya jitihada nyingi za kupiga mashuti kulinganisha na ilivyokuwa katika kipindi cha kwanza. Matokeo yake ni nini? Umiliki wa mpira ukaongezeka kwa Simba kutoka asilimia 74, sasa wakawakimiliki mpira baada ya mechi kukamilika asilimia 76 dhidi ya asilimia 24 za wageni TMA. Lakini kwenye mashuti yaliongezeka sasa kutoka mashuti manne kipindi cha kwanza, sasa Simba wakawa wamepiga mashuti 11, kati ya hayo matano ya kilenga lango, likiwamo shuti lililozaa bao la tatu katika dakika 76, mpira wa kichwa wa Lionel Ateba Mbida. Lakini kwa wageni kwa maana ya TMA, mashuti haya 11, matano ya kilenga lango, likiwamo lile bao la dakika 76 lilofungwa kwa kichwa na Lionel Ateba Mbida. Lakini wao TMA wakaongeza mashuti kutoka mawili ya kipindi cha kwanza, sasa akafika mashuti matano, lakini ililolenga lango likabaki kwa lile shuti moja. Kipindi cha pili kwa lugha nyingine hawakuwa na shuti lolote la kulenga lango. Lakini tunakumbuka vizuri pia kwenye kona Simba waliongeza kutoka kona 8 sasa zikawa kona 10, lakini wageni TMA kona zao zilibaki kuwa ni kona moja tu. Kwa lugha nyingine, kipindi cha pili Simba walipiga kona 2, TMA hawakuwa na kona yoyote. Faulo mechi nzima, faulo ilikuwa ni 15 kwa 15. Haikuwa katika baadhi ya maeneo kulikuwa na migongano haswa, ingawa Simba kipindi cha kwanza ndio walicheza faulo nyingi zaidi. Ingawa walimiliki mpira zaidi, lakini Simba walicheza faulo 10 dhidi ya faulo 4 za TMA. Kipindi cha pili Simba wakaongeza faulo 5 zikawa 15, TMA wakicheza faulo 11, ndio maana tunaona 15 kwa 15. Kati ya maeneo ambayo TMA watajivunia ni katika mashambulizi yao ya kushtukiza, hasa kwenye kipindi cha kwanza. Yule aliyejifunga Sixtus Sabilo kuelekea mwishoni mwa kipindi cha kwanza alifanya jaribio zuri ambalo liliishia kugonga nguzo na mpira kurejea ndani. Haukuingia wavuni, uligongea juu ya mstari ambao haukuvuka kwa asilimia 100, na hivyo hakukuwa na dalili yoyote kwamba uliingia wavuni. Vinginevyo Simba miongoni mwa mambo ya kuyafanyia kazi ni juu ya namna ya kubadilisha nafasi kwa mabao, kwa sababu kwenye umiliki wa mpira Simba walikuwa excellent kama kawaida, wakicheza zaidi mpira katika eneo la pili la uwanja, kwa maana kwenye nusu ya pili ya uwanja, eneo la TMA. Lakini kupata nafasi kufunga ilikuwa wamepiga mashuti machache, na ndio maana tunaona mechi nzima Simba wamepiga mashuti 11 tu, 5 kulenga lango, ila hali wakimiliki mpira kwa kiasi kikubwa kipindi cha kwanza na kipindi cha pili pia. Lakini all in all, kati ya mambo ambayo atajivunia kocha Fadu Davids ni namna ambavyo timu yake inamiliki sana mpira. Namna mojawapo ya kujilinda kwa Simba ni kuuficha mpira. Wanakaa nao kiasi ya kwamba mipango ya TMA katika kushambulia kwa kushtukiza ilikuwa inakosa utekelezaji kutokana na ukweli kuwa hawakuwa wakiupata mpira mara kwa mara. Simba walipoupata walizungusha kushoto, kulia, nyuma, na hivyo kuwakosesha nafasi TMA
kupata huo mpira kwa mashambulizi ya kushtukiza. Muda mwingi wa mchezo walikuwa under the cosh, tunasema, wakicheza chini ya himaya ya Simba, wakikosa fursa ya kujitutumua. Mpaka mwisho wa mchezo Simba akapata ushindi wa mabao 3-0 ambao matokeo yake umewapeleka katika hatua ya 16 bora. Sasa watacheza dhidi ya Big Man, timu kutoka Tanga. Ikumbukwe timu hii waliocheza nayo Simba kwenye msimamo wa championship, kwenye ligi ya championship wanashika nafasi ya 5 wakiwa wamecheza mechi 22, wana pointi 41. Lakini sasa kwa kuingia kwa hatua ya 16 bora watacheza dhidi ya Big Man ambayo yenyewe ni ya 7 kwenye msimamo wa championship, nayo imecheza mechi 22 lakini ina pointi 37. Kwa lugha nyingine, kama ni viwango vya championship kwa sasa, hawa waliocheza nao leo hii ni wakali zaidi kwenye msimamo wa championship kulinganisha na watakokutana nao katika hatua ya 16 bora ambayo ni Big Man ya kutoka kule mkoani Tanga. Kwa asiyefahamu, hii Big Man ilibadilishwa baada ya jina la Mwadui kutoka kule Shinyanga, ilipopanda tu daraja ikabadilishwa jina na sasa inaitwa Big Man, ipo kule mkoani Tanga. Je, itakuwa vipi? Maana ni jitihada za Simba kuhakikisha wanalitoa taji la kombe la shirikisho la benki ya CRDB kama sehemu ya mpango kazi wao, kwa sababu ni taji ambalo watani zao jadi Yanga wamelitoa mara 3 mfululizo. Ewe mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level, endelea kuunga mkono channel hii kwa kuhakikisha kama una subscribe, una share, una comment na kulike. Ni mimi mwasilishaji wako Ramadhani Mbwaduke almaarufu kama mzee wa data. Lakini kabla ya kumaliza, nikukumbusha kwamba sisi tunaungwa mkono kwa kiasi kikubwa na shule ya msingi na awali ya Sheikh Atihisa Islamic Seminary iliyopo Magomeni Mapipa jijini Dar es Salaam. Ni shule ambayo mchepo wake na Kiingereza, ada ni nafuu sana na hulipwa kwa awamu. Wasiliana nao kupitia nambari za simu unaziona hapo ili kijana wako aweze kujiunga na shule hii kuanzia elimu ya awali, darasa la kwanza, la pili mpaka la 7. Lakini pia ukijua kwamba ni shule ambayo inapatikana Magomeni Mapipa jijini Dar es Salaam kwenye mikutano ya barabara za Rashid Kawawa na Morogoro.